Kuna mama mmoja aliniumiza moyo. Yaani tumeteseka sana. Maji ni ya kugombania. Watu wanachota maji kwenye malambo. Hayo malambo ndio alikuwa anatumisha kunywesha ng'ombe, malishio ya ng'ombe humo. Amka nasi. Amka nasi. Haya habari mbalimbali, amka nasi. Amka nasi. Karibu katika kipindi chetu cha Amka Nasi ambacho kinakujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuiangaza nchi yetu Tanzania kama ilivyomulikwa na waandishi wetu wa habari katika mikoa mbalimbali. Mtayarishaji na mtangazaji wako ni mimi Aziza Bakari Mkumba, kwenye mitambo yupo Shabani Mpute. Karibu Amka Nasi. Kipindi chetu leo kinaanzia mkoani Mara ambapo tunasimuliwa kuwa wananchi katika mtaa wa Kisangwa, kata ya Mcharo, halmashauri ya mji wa Bunda mkoani Mara, wanalazimika kuchota maji katika mabwawa ya kunyweshea ng'ombe pamoja na visima vya asili kutokana na maeneo hayo kutokuwa na visima vya maji safi na salama. Tupate simulizi zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Musa Makali. Maadhimisho ya wiki ya maji hapa mkoani Mara yanayobebwa na kauli mbiu maji na usawa wa kijinsia. Kwanza wananchi wanaeleza changamoto waliokuwa wakiipitia. Maji sio salama. Maana maji tunachota Ramboni na kwenye dimbwi lingine ambalo tayari Mchina alichimba Moram, ambapo sasa maji hayo sio salama. Kwa hiyo shida kubwa tulionayo ndio hiyo. Na maji kwa kweli tulikuwa nayo shida maji. Kwa mfano sisi wakina mama tulikuwa tunateseka mno. Lakini tunafurahi kwa huu mradi kutuletea hapa kijijini Kisangwa. Maji mko mnachota wapi? Maji tulikuwa tunachota mbali mno, kuna mto mmoja unaita Nyamawe. Maji tunalazimika kuamka saa 11 tunaenda kujipanga. Maji ni ya kugombania kwa kina mama huko Nyamawe. Yaani tumeteseka sana. Changamoto kwenye hili eneo maji ni shida kwa sababu upatikanaji wa maji unakuwa haupo kwa matumizi yetu kupikia au matumizi yetu tu kama sisi kufulia, inatubidi twende kule lambo kubwa kufuata maji. Inatuasili kwa sababu muda mwingine unakuta vipindi vinasitishwa, tunaenda kwa ajili ya kufuata maji ya kupikia. Tutakuwa na tija kwa sababu wanafunzi upatikanaji wa maji utakuwepo, kwa hiyo vipindi kama vile vilivyokuwa vinasitishwa kwa ajili ya kusoma wanafunzi watasoma vizuri. Ndio hivyo. Kisangwa kweli ipo. Toka nimehamia nimekuja hapa Kisangwa, changamoto ya maji nimeikuta ipo. Watu wanachota maji kwenye malambo. Hayo malambo ndio alikuwa anatumisha kunywesha ng'ombe, malishio ya ng'ombe humo. Kwa hiyo walikuwa wanatumia maji ambayo sio safi na salama. Akitoa taarifa katika utekelezaji wa mradi wa maji Kisangwa na gharimu zaidi ya shilingi milioni 700, mkurugenzi wa mamlaka ya maji Bunda Buwasta Esther Grioma hapa anaeleza. Mradi huu una gharama ya shilingi milioni 716, lakini una kilomita za usambazaji 33. Lakini pia hadi sasa tumetekeleza kwa asilimia 39.5 na tunatarajia kukamilisha mradi huu tarehe 31 mwezi wa 7 2026. Hitimisho. Napenda kushukuru serikali yetu sikivu inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa namna ambavyo amewapendelea wanabunda na kuendelea kuwapatia huduma ya maji safi na salama. Mama, ukiniuliza kipaumbele cha kwanza katika jimbo la Bunda mjini nitakwambia maji. Ukiniuliza cha pili nitakwambia maji. Ukiniuliza cha tatu nitakwambia maji. Na nilimwambia Mheshimiwa Rais, kata ambazo zinapata adha ya maji ni kata za pembezoni, na moja wapo ni kata ya Mcharo. Lakini wakati nikuja kuomba kura hapa, mimi na mdogo wangu Minza Shani, diwani wenu, tulifanya mkutano pale, lakini tukapokea na kero. Kuna mama mmoja aliniumiza moyo, akaniambia, mheshimiwa, tuna changamoto ya maji kiasi kwamba hatuamini kama yatakuja. Nikamwambia, mama yangu, imani uzaa imani. Umri wetu mimi na Minza bado wadogo sana. Tunahitaji kuacha alama ili watoto wengine wa masikini waaminiwe, kwa sababu walikuwepo dada zao, waliahidi, wakatekeleza.
chini ya serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mama zangu, leo tunaianza historia mpya ya kwenda kutatua changamoto ya maji hapa Kisangwa. Leo tunashuhudia wote, tunaweka jiwe la msingi wa mradi wa maji Kisangwa utakaogharimu milioni 716. Kazi yangu mimi ni kwenda kuzungumza bungeni, na kazi hiyo naiweza na nyie mnanijua. Akiweka jiwe la msingi katika eneo hili kwa niaba ya mkuu wa mkoa wa Mara, mkuu wa wilaya Bunda Asoge Kamnyoge anatoa miezi miwili kwa mamlaka kuhakikisha mradi huu unaanza kufanya kazi, huku meneja wa RUWASA mkoa wa Mara kaeleza hadi sasa upatikanaji wa maji. Tunapoendelea kusherehekea wiki ya maji, na sisi ambao ni watendaji wa maji tutahakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata maji, lakini pia kwa wale ambao ni wa mjini waliokatiwa maji, Mheshimiwa mgeni rasmi, tunatoa ofa katika wiki hii ya maji. Katika vikorongo vya maji ambavyo siku hizi mvua ya maji kinyesha ndo maji yanapita ya mvua, kulikuwa na chemchem za maji kwa ajili ya uhai, kwa ajili ya maji ya jamii ya eneo husika. Sasa tunajifunza nini? Sisi kama wananchi sasa tunahitaji kuwa na mwamko wa utunzaji wa vyanzo vya maji. Maji haya kama ingekuwa zamani, tungeyatoa Kisangwa, tungeyatoa Mcharo, tungeyatoa Sazira, lakini sasa kwa sababu vyanzo vilivyokuwepo kutokana na shughuli za kibinadamu vimepotea, maji haya tunayachukua zaidi ya kilomita 50 ziwa Victoria. Sasa wengine watasema sawa, je, tunatunzaje vyanzo vya maji kwenye ziwa letu la ziwa Victoria? Sisi huku tuliko, mvua zinaponyesha, maji yanayotiririka kwenda ziwa Victoria mengi yanakuwa na uchafuzi wa vitu mbalimbali. Uchafuzi huu unasababisha maji yetu ya ziwa Victoria kuwa na majani ambayo hayatakiwi kwa matumizi ya binadamu. Kwa hiyo tukitunza vyanzo vyetu, tukipanda miti, tukiwa na matumizi mazuri ya vyoo, tutatunza vyanzo vya maji, tutatunza ziwa letu la ziwa letu Victoria, na tutaendelea kupata maji safi na salama. Miezi miwili ikiwezekana maji yawe yamefika Kisangwa, chuo cha ualimu, na wananchi ambao bomba hili linapita waendelee kupata maji wakati mnaendelea na utaratibu wa usambazaji. Amkapo asubuhi, siku nyingine yapendeza, nenda East and West, Magic ni best. Radio hii Magic FM nasikiliza mchana, mahali pekee pa maisha yangu, jioni usiku, sikose hata siku kusikiliza Magic FM. Magic FM 2026. Mtaa umeamka, tunasikika.